Ukuaji wa kiroho, somo la kwanza. Maana ya ukuaji wa kiroho. Andiko kuu, waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 18. Inasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Amina. Andiko la msingi ni kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 15, nayo inasema, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, bali tuishike kweli katika upendo na kukua katika yeye katika yote, yeye aliye kichwa, yani Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu wapendwa katika Kristo, karibu katika semina yetu ya ukuaji wa kiroho. Hii si mada ya watu wachache wala ya viongozi wa kanisa pekee. Ni somo linalomhusu kila mtu aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Watu wengi hujifunza namna ya kuanza maisha ya wokovu, lakini si wengi wanaofundishwa namna ya kuendelea kukua baada ya kuokoka. Hali hii husababisha baadhi ya waamini kubaki wachanga kiroho kwa miaka mingi. Wanaweza kuwa wamekaa kanisani kwa muda mrefu, lakini bado hawawezi kustahimili majaribu. Hawaelewi neno kwa kina na hawaonyeshi tabia ya Kristo katika maisha yao. Mpango wa Mungu haukuwa tu kutuokoa kutoka dhambini, bali pia kutubadilisha tufanane na Kristo. Mungu anatamani kuona kila mtoto wake akikua siku baada ya siku, akizidi kuwa na upendo, akizidi kuwa na imani, hekima, utakatifu, utii na matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo swala muhimu sio hili kwamba je, umeokoka, bali pia je, unakuwa kiroho? Kwa hiyo swala muhimu si tu kwamba je, umeokoka, bali pia je, unakuwa kiroho? Maana ya ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho ni mchakato endelevu ambao Mkristo hubadilishwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu kwa njia ya neno la Mungu, maombi, utii na ushirika na Kristo, mpaka afanane zaidi na Yesu katika tabia, mawazo, maamuzi na maisha yake. Narudia tena, maana ya ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho ni mchakato endelevu ambao Mkristo hubadilishwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu kwa njia ya neno la Mungu, maombi, utii na ushirika na Kristo, mpaka afanane zaidi na Yesu katika tabia, mawazo, maamuzi na maisha yake. Ukuaji wa kiroho si tukio la siku moja, ni safari ya maisha yote. Mtoto anapozaliwa bado hajui kutembea, kuzungumza wala kujitunza, lakini kadri anavyokuwa anajifunza hatua kwa hatua. Hivyo hivyo Mkristo anapozaliwa mara ya pili anaanza kuwa kama mtoto wa kiroho. Mungu anatarajia aendelee kukua. Ndio maana Petro anasema, kuweni katika neema na katika kumjua Bwana Yesu Kristo. Hili ni agizo. Mungu hataki tubaki jinsi tulivyokuwa tulipoanza safari ya wokovu. Haleluya! Mungu anategemea tukue. Waefeso sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 15 inatuonyesha lengo la Mungu. Mtume Paulo anasema huduma zote alizoweka Mungu kanisani zina kusudi moja kuu, kuwafanya waamini wakomae. Mungu hakutoa wachungaji, walimu, manabii, mitume na wainjilisti ili watu waburudike tu makanisani. Aliwapa kwa kusudi la kuwajenga waamini mpaka wafikie ukomavu wa kiroho. Kwa hiyo mchungaji, mwalimu, nabii, mtume, mwinjilisti, lengo la Mungu, kusudi la Mungu ni kuwajenga waamini mpaka wafikie ukomavu wa kiroho. Kukomaa huku kunamaanisha kuwa na imani
iliyo imara. Kukomaa huku kunamaanisha kumjua Kristo kwa undani. Kukomaa huku kunamaanisha kutoyumbishwa na kila mafundisho mapya. Haleluya! Na kuwa na tabia inayofanana na Kristo. Hivyo lengo la huduma zote ni ukuaji wa kiroho. Haleluya! Kuzaliwa si mwisho wa safari. Hebu tufikirie mtoto mchanga. Anapozaliwa, familia yake hufurahi sana. Lakini furaha hiyo haitoshi. Mtoto anahitaji kula, kulelewa, kufundishwa na kulindwa. Akiacha kula, hata kama alizaliwa vizuri, atadhoofika tu. Hivyo hivyo mtu anaweza kuwa ameokoka kweli, lakini akiacha kusoma neno la Mungu, kuomba na kushirikiana na waamini wenzake, ukuaji wake utasimama. Wakristo wengi wana tatizo hili. Waliokoka zamani lakini hawakui. Bado wanakasirika kirahisi, hawasamehe, wanashindwa majaribu yale yale, na hawawezi kuwafundisha wengine. Hali hiyo si mpango wa Mungu. Tofauti kati ya kuzaliwa na kukua. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 6 inazungumzia kuzaliwa mara ya pili. Lakini waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 18 nasema kwamba inazungumzia kukua. Kuzaliwa ni mwanzo, ukuaji ni maendeleo. Kuzaliwa ni mwanzo, ukuaji ni maendeleo. Kuzaliwa hutokea mara moja. Ukuaji huendelea maisha yote. Mtu akizaliwa lakini hakui, hapo kuna tatizo. Hivyo hivyo katika ukuaji wa kiroho, mtu akizaliwa mara ya pili na hana ukuaji wa kiroho, hapo una tatizo. Dalili za Mkristo anayekuwa kiroho. Mkristo anayekuwa si lazima awe ndiye anayepata sauti zaidi kanisani au anayejulikana zaidi. Biblia inaonyesha ukomavu wa kiroho kwa matunda yanayoonekana katika maisha. Na baadhi ya dalili hizo ni hizi hapa, kwamba mtu huyo anaongezeka katika upendo, anaongezeka katika unyenyekevu, anazidi kutii neno la Mungu, anakuwa na kiu ya kujifunza Biblia, anaishi maisha ya maombi, anaanza kuwapenda hata wanaomchukia, na anakuwa mwepesi kusamehe, na anakuwa mwaminifu katika mambo madogo, na anaonyesha tunda la Roho Mtakatifu, na anaishi kwa ajili ya kumtukuza Kristo badala ya kujitukuza mwenyewe. Ukuaji wa kweli huonekana zaidi katika tabia kuliko katika maneno. Nini huzuia ukuaji wa kiroho? Wakristo wengi hawakui kwa sababu mbalimbali. Baadhi yake ni hizi: kutosoma neno la Mungu, maisha ya maombi yasiyo na uthabiti, kuishi katika dhambi bila kutubu, na kupenda dunia kuliko Mungu, kukosa ushirika wa waamini, kiburi na kutokubali kufundishwa, kutokutii kile Mungu anachosema. Ni kama mmea unavyonyauka usipopata maji, ndivyo maisha ya kiroho yanavyodhoofika bila chakula cha kiroho. Kwa nini ni muhimu kukua kiroho? Mtu anayekuwa kiroho husimama imara wakati wa majaribu, hutambua mafundisho ya uongo, humjua Mungu kwa undani zaidi, na hutumika kwa ufanisi katika ufalme wa Mungu. Huwa baraka kwa wengine, huzaa matunda yanayodumu, na humletea Mungu utukufu. Hivyo lengo la mwisho la ukuaji wa kiroho si kujivunia maarifa, bali ni kumfanana Yesu Kristo. Narudia tena, lengo la mwisho la ukuaji wa kiroho si kujivunia maarifa, bali ni kumfanana Yesu Kristo. Hapa yako maswali ya kujipima na ya kujitafakari. Ninaomba uitafakari maswali haya na ujiulize kwa uaminifu. Je, maisha yangu ya kiroho leo yana tofauti gani na mwaka mmoja uliopita? Je, ninamjua Kristo zaidi kuliko nilivyokuwa zamani? Je, tabia yangu
inafanana zaidi na ya Kristo? Je, inakuwa katika upendo, utakatifu na utii? Je, inatamani zaidi uwepo wa Mungu kuliko vitu vya dunia? Ndugu mpendwa, Mungu hakukuokoa ili ubaki mtoto wa kiroho milele. Alikuokoa ili ukue, ukomae na ufanane na Yesu Kristo. Ukuaji wa kiroho ni safari ya kila siku. Unahitaji maamuzi ya kila siku ya kumtafuta Mungu, kusoma neno lake, kuomba, kutii sauti yake na kuishi katika ushirika na Roho Mtakatifu. Kila siku unapaswa kuwa karibu zaidi na Kristo kuliko jana. Kila mwaka unapaswa kuonekana wazi kuwa umebadilishwa na neema yake. Na huo ndio ushuhuda wa Mkristo anayekuwa. Mwisho wa safari yetu si kujulikana na watu, bali kusikia sauti ya Bwana ikisema, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu." Mwisho wa safari yetu si kujulikana na watu, bali kusikia sauti ya Bwana ikisema, "Vema, mtumwa mwema na mwaminifu." Katika Mathayo sura 25 mstari wa 21. Katika somo hili tumejifunza mengi sana, na katika somo linalofuata ninaomba ujiandae. Tutajifunza kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili, mwanzo wa ukuaji wa kiroho, kwamba kuzaliwa mara ya pili mwanzo wa ukuaji wa kiroho, ambapo tutaona kwa kina kwa nini hakuna ukuaji wa kweli bila kuzaliwa upya, na jinsi wokovu unavyokuwa msingi wa maisha yote ya kiroho. Mungu akubariki sana. Basi naweza kukuombea ndugu msikilizaji, na tukaomba pamoja na kumshukuru Bwana na kujiachilia katika uwepo wake. Baba yetu uliye mbinguni, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetufundisha leo kuhusu umuhimu wa kukua kiroho. Asante kwa kutukumbusha kwamba haukutuokoa ili tubaki watoto wa kiroho, bali ili tukue na kufanana nawe na kufanana na Kristo. Bwana, ninawaombea wasikilizaji wote wa somo hili, wajaze njaa na kiu ya kukutafuta zaidi. Wape upendo wa kusoma neno lako kila siku, kuwapa bidii katika maombi na kuwapa mioyo ya kutii mapenzi yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ondoa kila kizuizi kinachozuia ukuaji wao wa kiroho na uwatie nguvu kwa Roho wako Mtakatifu ili wasimame imara katika imani. Baba, wafanye wakuu katika neema, hekima, utakatifu na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo kwa undani zaidi, na wafanye maisha yao yazae matunda yanayokuletea utukufu, na watumike kuwa nuru na chumvi katika ulimwengu huu. Baba, tunawaweka mikononi mwako, tukiamini kwamba kila kazi njema ulioianza ndani yao utaikamilisha hata siku ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ndugu mpendwa msikilizaji, basi jiandae kwa somo linalofuata. Kama bado haujasubscribe, basi fanya hivyo ili somo linalofuata lisikupite, bali upate kulipokea na kujifunza. Lakini pia share kwa watu wengine ili pia uwe baraka kwa watu wengine. Lakini pia like, maana kwa kulike kwako video ya YouTube inasambazwa kwa watu wengi na kuwafikia watu wengi zaidi. Mungu akubariki. Ni mimi mtumishi katika Kristo Yesu. Shalom. Amen.